kwenye bajeti hii muhimu sana ya TAMISEMI ambao kwa kweli ndio backbone ya maendeleo ya Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa ni ungwana, pamoja na kwamba ni wajibu wa serikali kupeleka maendeleo kwa wananchi, lakini pale ambapo unakuta pamefanyika kwa jitihada zaidi kidogo, huna budi kupongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilivyokuwa mbunge wa jimbo la Tarime mjini, kuna miradi ambayo halmashauri ya mji wa Tarime tuliomba, ikiwepo soko kuu ambao sasa hivi limejengwa limekamilika na ni nzuri, linaongeza hata mandhari ya Tarime mjini, lakini tuliomba stendi ya Kemange na tukaomba barabara za lami ambazo zinaenda kutekelezwa pia. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa afya tumeona kabisa kwamba kuna jitihada zimefanyika. Nilikuwa najaribu kupitia takwimu mbalimbali. Mathalani kwenye kuboresha miundombinu ya afya, kumekuwa kuna ongezeko kutoka vituo 8,458 mpaka 9,826. Takriban ndani ya miaka minne vimeweza kujengwa kuboreshwa vituo 1,326. Kwa ni ongezeko kubwa sana ambalo linapunguza pia vifo vya mama wajawazito. Lakini kumeweza kujengwa katika vituo hivyo huduma za dharura za uzazi vituo 183 ambao pia vina include upasuaji kwa mama wajawazito. Tumekuwa tukilia sana tukitamani Tanzania iwe na maternal death zero, lakini hizi jitihada zinapunguza kwa kiwango kikubwa sana vifo vya mama wajawazito. Lakini pia tumeshuhudia uwepo wa ujenzi wa hospitali za wilaya 50, lakini ukarabatiwa hospitali za wilaya hizi karibia 48. Hizi nazo zinasogeza huduma karibu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa haraka kabisa, ongezeko la utoaji wa huduma za magonjwa ya dharura kwa mwaka 2007 na 2020 tunaambiwa kuwa kuna MD 7 tu, lakini mpaka sasa hivi tunavyoongeza ndani ya miaka minne vimefika kwenye hospitali zetu tumejengewa emergency kwa Tarime mjini MD zimekuwa 116. Ongezeko la hospitali ambazo zinaweza kutoa huduma kwa magonjwa ya dharura 109 ndani ya miaka minne, zaidi ya 1558. Kwa hiyo haya yanatia tija na unaweza ukajustify kodi za Watanzania pamoja na fedha ambazo unaweza kukopa. Unalinganisha maendeleo ya watu ambao yanasogeza karibu. Na hapa nimenalo tu kwa hii wizara ya TAMISEMI. Kwa lazima tuweze kuona kama kuna kitu kimeongezeka, na kwenye mashule pia kwa sababu ndeka 5. Lakini ndio mwenye changamoto. Pamoja na kwamba mmetusaidia, mmepeleka fedha Tarime. Tumejenga maternity complex, tumeweza kujenga mochari ya kisasa pamoja na kichomea taka. Lakini hospitali ni kongwe sana, hospitali ya mji wa Tarime. Na imejengwa kuanzia 1966. Ilianza kama zahanati 1956, ikaja kituo cha afya 1962, 1966 ikawa hospitali. Lakini jiografia ya hospitali ya mji wa Tarime inachukua watu zaidi ya idadi ya watu wa mji wa Tarime. Wanatoka halmashauri ya wilaya ya Tarime, kata ya Bumela, Susuni, Sirali, Mwema, Komaswa, Manga, wote wanakuja kutibiwa katika halmashauri hospitali ya mji wa Tarime. Lakini kwa program ya mama ambao wanasajili, unakuta watu wamesajiliwa halmashauri ya Tarime, lakini wakiita gari lazima liwalete mji wa Tarime kwa sababu wana cross kwenda Nyamwaga waweze wakaenda. Kwa hiyo tunaomba sana serikali mzingatie kuhakikisha dawa mnazoleta, fedha mnazoleta hospitali ya mji wa Tarime, uzingatie uhalisia wa watu wanaotibiwa pale na sio idadi ya watu population ya mji wa Tarime. Lakini kingine tunaomba sana, ile hospitali ni kongwe, muweze kupeleka fedha. Lile jengo la OPD limeshachakaa sana, libomelewe lijengwe jengo lingine la OPD ili kuboresha huduma ya afya. Na mwisho, kama ilivyo kanda maalum ya Tarime polisi Rorya, tunaomba hospitali ya mji wa Tarime iweze kuwa kanda maalum ya Tarime Rorya, kwa sababu inapokea watu kutoka Tarime DC, kutoka Rorya, kutoka wajirani wengine wa Kenya na hata Serengeti. Nimekuwa nikiongea sana, ikienda sambamba na ujenzi wa wadi ya VIP. Tarime ina watu wengi sana ambao wametumikia kwenye majeshi, kuwepo Jojo Waitara na wengine wengi. Lakini jaji mkuu anatokea Tarime mjini, Ibrahim Juma, wakija kula akapata dharura, hatuna hata wadi ambao ni executive wa kuweza kulazwa hao watu. Na watu wanatoka Kenya kuja kutibiwa pale Tarime, wakiona wadi zetu zile, basi kujenga utalii wa kitibabu, tujenge wadi ambao ni executive kuweza kuaccommodate hao watu wote. Nije kwenye shule, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa haraka. Napo kiangalia kuna ongezeko kubwa sana la ujenzi wa shule, udahili wa wanafunzi, na hii inapelekea pia uhaba kama walivyosema wenzangu hapa, wimbi la madawati. Nimekuwa nikiangalia kwenye vyombo vya habari, kuna baadhi ya shule wanakaa chini. Ningeweza kutoa takwimu ila muda utoshi. Unakuta shule na wanafunzi 1500 ina madawati 50. Wanafunzi wengine wote wanakaa chini. Ninaomba sana serikali kupitia hata mfumo wa CIS
ambao walimu wanasajili. Tunapotoa kipaumbele inaonekana dhamira ya dhati kabisa ya serikali kuboresha elimu yetu ili kuweza kuongeza idadi ya Watanzania wenye ueledi wa kufanya kazi kwenye sekta mbalimbali. Tunapojenga mashule, tuhakikishe tunapeleka na miundombinu ya madawati ili kuondoa kabisa mtoto anayesoma akikaa chini kwenye sakafu na mtoto anayesoma ambaye amekaa kwenye dawati ni vitu viwili tofauti. Tunaomba sana mfanye tafiti ya kina kujua ni idadi gani ambao ni mawimbi ambao hana mashule ambao hana madawati kwenye shule mlizojenga, lakini na shule kongwe, ili muweze kupeleka madawati kuhakikisha kwamba kweli tunaenda kuboresha hii. Nimepitia pia nikaona kwamba serikali imeongeza fedha kutoka bilioni 312 hadi bilioni 796 ya elimu bila ada. Napongeza kwa hili. Lakini kuna changamoto kubwa sana ambayo imeongezeka. Taarifa mheshimiwa. Dakika chache sana mheshimiwa bunge. Ninakuruhusu mheshimiwa bunge. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa Matiko mchango wake ni mzuri sana na anaonesha ameridhika na kazi anayoifanya Mheshimiwa Rais. Hivi sasa kwa nini asijiunge na Chama cha Mapinduzi ili akamuunga mkono vizuri Mheshimiwa Rais? Asante Mheshimiwa Talimba kwa taarifa. Mheshimiwa Esther Matiko, unapokea taarifa ya mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, ni wajibu wa wabunge pale ambapo serikali inafanya vizuri, kwa sababu sisi tunaisimamia na kuishauri serikali. Ikifanya vizuri objectively unaishauri serikali, inapofanya vibaya lazima uishauri, sababu ni fedha za Watanzania walipa kodi. Kwa Mheshimiwa mwenyekiti, niongezee dakika zangu. Lakini nilikuwa nasema kwamba Mheshimiwa Talimba endelea kuishi kwa uishi yako. Ni sekunde 30 tu alitumia Mheshimiwa Talimba, tafadhali. Mheshimiwa mwenyekiti, hujapokea taarifa. Mheshimiwa mwenyekiti, nilikuwa na shauri lazima serikali iangalie, ihakikishe kwamba inapokuwa inajenga hizi shule ipeleke miundombinu toshelezi ili kuweza kuhakikisha hata watoto wanaosoma kule vijijini wasome kwenye madawati vizuri, wawe na walimu toshelezi, waweze kupata elimu bora. Lakini mwisho serikali imewekeza. Na nimeona hapa wamejenga nyumba za walimu. Ukifanya correlation shule kwa mfano kwa naangalia shule za msingi zimejengwa 3000 na kitu, lakini nyumba za walimu shule ya msingi zimejengwa 500 na kitu. Kwa hiyo inaonekana kuna shule zinajengwa bila kuwa na walimu. Tunaomba sana walimu wakikaa kwenye miji kwa mfano akaa nje ya mji, miundombinu ya barabara mvua ikinyesha waweza wakafika kule. Wanapojenga hizi shule hakisha kunakuwa na administration block, hakisha kunakuwa na viwanja vya michezo, hakisha kunakuwa na nyumba za walimu toshelezi. Na mwisho Mheshimiwa mwenyekiti, shule chakavu ambazo ni hatarishi Tanzania kote, na nimekuwa nikiongea hata kule Tarime, shule ya Susuni kwa mfano kata ya Susuni, shule ya Nyabilongo Kiongera, shule za pale mjini ambazo ni chakavu za miaka ya 70 miaka ya 60. Tunaomba sana, tumeona mmewekeza kwenye miundombinu ya shule, ekezeni muweze kujenga shule zile, mboreshe, pesi iwe kubwa zaidi ili kila mtoto wa Kitanzania ambaye hata yuko kule chini aweze kufaidika. Michango mashuleni, na malizia Mheshimiwa mwenyekiti, nilisema ada mmeongeza, lakini michango mashuleni imekuwa mingi. Mchango wa elimu, mchango si wa uzio, mchango si wa mlinzi, masomo ya ziada, walimu wa ziada inakuwa zaidi. Unakuta mzazi anatoa zaidi ya 10,000 15,000 hadi wanaishi labda ada irudi. Tumuondoe, mpeleke waraka iwe uniformity kwenye michango ya shule. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti. Lakini mwisho, uungwana ni vitendo. Tunaona kabisa comparison ya miaka mpaka 2020 mambo yanayofanyika 59 years na hii miaka 4 ni mingi sana. Kama alivyosema babangu pale Mheshimiwa Shigongo, mama anajitahidi sana kwa sababu anaishi matatizo ya wananchi. Mwanamke anaishi matatizo ya wananchi. Tumunge mkono, tuonge mkono wagombea wote wanawake kwenye majimbo na madiwani. Asante sana Mheshimiwa, nashukuru sana.